Hili somo lina vipengele vingi kidogo. Tumeshaviona vipengele vingi mpaka sasa hivi, na bado hatujavuka. Kuna kimoja hichi ambacho nategemea tukikivuka sasa tutaenda. Tayari tunajua kuzaliwa kwa mara ya kwanza, tunajua tulipoanzia. Tulianzia kwenye mawazo ya Mungu. Ili tuzaliwe hapa duniani, Adamu hakuwa amezaliwa, aliumbwa. Akazaliwa Adamu kwa mara ya kwanza katika mti wa kifo. Ile ndio inaitwa kuzaliwa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo binadamu wanatokea hapo kwa Adamu, wanaingia kwenye tumbo, kuvaa mwili na kutoka nje. Wakishatoka nje, wazazi wao na watu wengine wakubwa wanawaona na kuwajua, lakini wao wanakuwa bado hawajijui. Hata sisi sote hapa tukirudisha kumbukumbu zetu nyuma, tutaishia sehemu fulani, miaka 4, sijui kuna wengine wanaenda 3, lakini tutaishia hapo. Kule nyuma hatujui, miaka 2 hatujui, mwaka 1 hatujui, mwezi 1 hatujui, kuwa tumboni hatujui, hata kwa Adamu hatujui, kwenye wazo la Mungu hatujui. Sasa tuliumbwa tukatolewa kwenye mawazo ya Mungu, lakini kwa Mungu tulikuwa tumeishi mpaka mwisho. Kwa hiyo kwa Mungu sisi sio wageni. Ndio maana alituchagua kabla ya kuwepo kwa misingi ya ulimwengu. Tayari kule alikotuchagua kabla ya kuwepo kwa misingi ya ulimwengu, tuliishi tayari, tulimaliza kabisa. Kwa hakuna chochote kile kinachoendelea sasa hivi ambacho kinamshangaza Mungu kwamba huyu mbona huyu amefanya hivi. Hakuna hata kimoja kinachomshangaza Mungu, kwa sababu pale alipowaza kwenye mawazo yetu na akatuona sote aliyetutaka na kwa kusudi lake, tuliishi kwake tukamaliza. Kila mmoja alipata nafsi na akafanya maamuzi yake. Sasa mchakato ukaanza wakati anapozaliwa. Huyu asiyejijua kabisa anakuja kujitambua. Kwa hiyo wote tumezaliwa, baada ya kuzaliwa tukaanza kujitambua tukiwa hapa tumezaliwa. Ndio tukapewa story ya kwamba kuna siku tulikuwa tuna mwezi, tulikuwa tuna mwaka mmoja, tulikuwa yani tukaelezwa habari za nyuma kuhusu sisi. Tukaelezwa kwamba tulikuwa tumboni siku moja, tulizaliwa, lakini pia tunapokuwa na sisi tunaona uhalisia. Watoto wetu wanakuwa hivyo, wanabeba mimba, wanazaliwa kwamba na wewe ulikuwa hivyo, na wewe ulikuwa hivyo, ulipita hapo hapo. Na tukiangalia hatuoni njia nyingine ambayo tunaweza tukaa tulipitia. Kwa hiyo tunaona ilikuwa hivi. Kwa hiyo tunaamini na sisi moja tulikuwa hivi. Na ndio kweli. Mama zetu wanayo picha kamili, wanazo picha zetu. Kama sisi ambavyo tuna picha kamili ya watoto wetu na picha zao. Kwa hiyo ni story ambayo tunaelezana, lakini tumeamini kwa sababu ya vielelezo vinavyotokana na vyanzo ambavyo hatuna wasiwasi navyo. Sasa wakati tumejitambua hapa, tunajitambua tunatokea kwenye uzao wa Adamu. Kwa hiyo tunajitambua, ile anasema kuna mauti ya kwanza na mauti ya pili. Tunajitambua tayari tuko kwenye mauti ya kwanza kwa sababu Adamu tayari ameshaanguka kwa Mungu, tayari yuko mautini. Kwa hiyo tunapojitambua hivi, tunapozinduka tu hivi, tunajizindukia tayari kwenye kifo cha kwanza. Tuko kwenye mauti ya kwanza kwa kuzinduka. Mshahara wa dhambi ni kifo, kwa sababu tunazindukia kwenye dhambi na mshahara wake ni kifo. Sasa hiyo mauti ya kwanza ambayo tunazaliwa nayo tunajikuta pale. Tukiendelea kubaki pale tusitoke kwenye hayo mauti, maandiko yanatuambia hivi, tutakufa tena kimwili hapa. Hiyo ndio mauti ya pili. Miili yetu itakufa, itaoza, itaishia kwenye mchanga, alafu nafsi zetu zitapotea. Zaburi ya 146 mstari wa 4, Zaburi ya 37 mstari wa 20 na Zaburi ya 68 mstari wa 2. Zote zinazungumza kwamba mawazo yake yanapotea. Yaani huyu mtu atapotea wakati mwili wake utakufa hapo. Utarudi kwenye mavumbi, mwili wako. Nafsi yako itapotea. Itapotea isiwepo kabisa. Kwenye hiyo Zaburi ya 68 mstari wa 2 inasema kama uzuri wa mashamba, kama moshi upeperushwao, ndivyo watowekavyo wabaya mbele za uso wa Mungu. Sasa hapa tulipo tayari tumezaliwa kifoni kwa kuzaliwa na Adamu, kifo cha kwanza, lakini bado tuko hai. Ndio maana Yesu anapozungumza kwenye Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 25 na mstari wa 28, Yesu 25 anazungumzia wafu wapate kusikia neno. Kwa hiyo kumbe kuna wafu ambao watu wanaweza kusikia. Lakini kwenye 28 anazungumzia na walio makaburini. Okay? Lakini Paulo anazungumza kwamba mlikuwa wafu hapo mwanzo mlipokuwa bila Kristo. Kwenye Efeso sura ya 2 mstari wa 2 wa kwanza, lakini pia kwenye mstari wa sura ya 5 mstari wa 8 inazungumzia wafu, mlikuwa giza. Kwa hiyo hapa anazungumzia kipindi hamjaamini nyinyi,
mlikuwa mmekufa. Kwa hiyo unaweza ukawa unaishi kibinadamu, lakini umekufa kwa Mungu. Lakini kwa Mungu lugha ya kufa, tumesema hasemi yeye kufa, anasema wamelala. Haleluya! Wakati anaongea na wale wanafunzi wake, tukamwamshe Lazaro rafiki yetu amelala, alizungumzia amelala. Kuna mtu anayekufa kwa Mungu, wamelala. Tumeona anasema kwamba wana jina walio hai lakini wamekufa, lakini kwa Mungu wamelala. Ndio maana kuna sherehe mbinguni, mwenye aliyekuwa amelala mmoja akiamka. Haleluya! Kwa hiyo kule tumelala, ila tumeamka huku kwenye kifoni. Tuko hai kwenye kifoni, tumeamka, ila tumelala kwa Mungu. Halo, ndio maana kuamini ni kuondoka mautini na kuingia uzimani. Ina maana ni kulala mautini na kuamka uzimani, kwa sababu wakala yale matunda wote wawili, Mwanzo 3:6-7, wakafumbuliwa macho yao. Sasa walikuwa wamefumba kuona nini na walikuwa wamefumbua kuona nini? Kumbuka, ukilala huwa unafumba macho. Kwa Mungu tumefumba macho kwa maana tumelala, na ndio maana kumbe tulikuwa tumefumbua macho kuona alivyo Mungu na tulikuwa tumefumba kuona asivyo Mungu. Kwa hiyo tulikuwa tumelala kwenye asivyo Mungu na tulikuwa tumeamka kwenye alivyo Mungu kwa wakati ule, kwa mfano. Kwa hiyo tulipofumbua macho kwenye asivyo Mungu, ina maana tulilala kwa Mungu kwa kufumbua macho kwenye asivyo Mungu. Kwa hiyo tukawa hai kwenye asivyo Mungu na tuliokufa au kulala kwenye alivyo Mungu. Haleluya! Ndio maana tunatakiwa mwambie usiku umeenda sana na asubuhi imekaribia, amka. Haleluya!